Asante kwa saa njema waifanya kwa ajili yetu. Wajibarikia Bwana katika uwepo wa neema hii kuu. Hebu kila mmoja wetu mwambie Bwana, fungue akili zangu sasa nipate kuelewana na neno lako takatifu. Popote ulipo unafuatilia ibada hii siku ya leo, mwambie Bwana, nifungue ufahamu wangu na akili zangu sasa niweze kuelewana na neno lako takatifu katika jina la Yesu. Mungu mwema, tunakushukuru. Asante kwa neema kubwa umeifanya kwa ajili yetu. Tujitisha katika uwepo wa neema na nguvu kuu siku ya leo. Twaleta akili zetu kwako uzifundishe. Bwana, umetuumba tukiwa na akili. Na Mungu una matumizi na akili hizi ambazo umetupatia. Unayo matumizi na akili zetu. Twaleta kwako akili hizi sasa, zijaze maarifa hekima yako ya mbinguni, tupate kwenda kwa sawa katika mashauri yako mema. Tuelewane na kile ambacho kimekusudiwa, tutembee vizuri katika mwendo wa sawa ulioweka tangu mwanzo kwa ajili yetu. Tutende matendo mema uliokwisha kuyaumba, tuweze kwenda nayo. Akili hizi Bwana, zikafahamishwe, zikapewe taarifa ya mbinguni, zikapewe taarifa ya sawa, tukaende katika njia hizo kwa jina la Yesu. Amen. Bwana akubariki. Chukua nafasi yako ya sawa na wasalimu kwa jina la Yesu. Huu ni ulimwengu wa vita. Vita ijaanza duniani, kulikuwa na vita kuu mbinguni. Kabla watu hawajapigana huko duniani, kuanza kupigana mbinguni. Kwa hiyo kabla ya vita ya mwilini ilianza ya wapi? Kitabu cha Ufunuo sura ya 12, tusoma mstari wa 7. Kulikuwa na vita mbinguni, ni rohoni. Kwa kabla ya vita mwilini kulikuwa na vita wapi? Rohoni. Kuonyesha kwamba katika ulimwengu wa roho kuna vita. Ukiwa wa rohoni una vita. Hata anguko la mwanadamu, mpaka tukajikuta tuko vile katika hali ya anguko, na mabaya tuyatendayo asili yake alikoanzia ni rohoni. Sawa? Madhambi yote ambayo tungeyatenda asili yake yalikoanzia ni huko rohoni. Kwa hiyo anguko la mwanadamu imeanzia tangu wapi? Rohoni. Na vita inataka uwezo, vita inataka nguvu. Kama hakuna nguvu katika roho, kama hakuna uwezo katika roho, manake hatuwezi kuleta matokeo mazuri kwenye ulimwengu wa damu na nyama. Kwa usifanye mzaha kabisa na vita. Watu tungeambiana vita ulimwengu wa roho na nini, tungeanza kufikiri, kuwaza, unakuwa kawaida kabisa, ni ufikiri chote, yani wala uchangamki. Maandiko yanasema Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka naye akapigana pamoja na malaika zake. Piga ni kupige, vurugu mechi, papatuana, kurupushana kweli kweli. Hii ni katika roho, mwilini bado. Kwa nini Mungu ameitwa Bwana wa majeshi? Anaitwa jemedari, anaitwa mtu wa vita. Yeye ni roho, Mungu ni roho, rohoni. Kwa hiyo tunapokabiliana na mambo katika nchi, usije ukasahau vita yote iliyoko leo, utambulisho wake rohoni. Mstari wa 8, nao hawakushinda wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni.
Sasa yule joka akatupwa, yule mkubwa. Mdogo au mkubwa? Mdogo mdogo hivi. Ndio, ukiweza kumshambulia, kwamba shetani, wewe ni mdogo sana, uniwezi mimi, ni sahihi kabisa. Ni mdogo kama wewe utakuwa mkubwa. Kama wewe bado hujawa mkubwa, usimsumbue aliye mkubwa. Na nisikia vizuri? Hawezi kuwa mdogo mbele yako kama wewe sio mkubwa mbele yake. Atakuwa mdogo mbele yako ikiwa wewe ni mkubwa mbele yake. Sawa? Huwezi kusema una nguvu kubwa wewe mbele ya mwenye nguvu kubwa kama nguvu zako sio kubwa. Utasema una nguvu kubwa, una uwezo mkubwa ikiwa nguvu zako ni kubwa. Umesikia vizuri? Hizi ni kanuni na sheria za rohoni. Kwa vyovyote vilivyo, hakuna njia ya mkato. Mambo ya Mungu yamenyoka namna ile. Hata kama ni mwana wa Mungu, ukizembea, sheria za rohoni hazina kwamba inakuwa kwaje hivi, labda pende kuna favor hivi. Hapana. Shetani anajua kufanya kazi kisheria, na Mungu hana namna, anatembea katika sheria. Ziko nyakati Mungu angekaa kimya, anamwacha Shetani anafanya kazi yake kwa watu kimya kabisa, hajigusi kama mngesema leo. Kwa nini? Ni sheria. Ndio maana watu wangu mimi Mungu Mwenyezi, muumba mbingu na nchi, wanaangamizwa. It's my people. Wami utetei watu wako, wanaangamizwa. Ni sheria. Wamekosa nini? Wamekataa nini? Huyu naye anakuja kwa kuwa amekataa maarifa, ni wa kwangu hawa, acha ni waburuze. So lazima kuwa na nguvu kubwa, ndipo tuseme adui yetu ana nguvu ndogo. So mahali pao hapa kuonekana tena mbinguni. Lakini sasa yule joka mkubwa akatupwa. Yule joka akatupwa. Yule mkubwa, nyoka wa zamani, sio wa jana. Hello? Wakale, mzoefu. Nasema ukubwa ni dawa. Kuishi kwingi kuona mengi. Kiswahili cha kwetu hicho. Kwa hiyo aliishi sana ameona mengi sana. Kiona ameishi miaka mingi, amekwepa mishale mingi, anajua kupambana huko porini. Kiona shetani hivi ni mzoefu wa vita. Vizazi vingapi vimepita akipambana navyo. Majaribio mangapi amekabiliana nayo. Ndugu zangu, ni mzoefu. Na nisikia vizuri? Usimuone shetani kama katoto wakati wewe hujawa mkubwa. Shetani huyu tunamuona, nani aliyotafsiria shetani kwamba ni amekaa hivyo? Yuko systematic. Akili zimo. Mstaarabu. Ana manuva. Anaweza akawa malaika wa mbingu sasa hivi hapa, akaja na mbawa anapuruka kama unavyojuaga kuaga ana mbawa. Akaja sawa sawa na akili yako inavyofikia inavyowaza. Anaweza koti maandiko kwenye Biblia humo akasoma yote kwa kichwa tu akamaliza kila kitu. Wewe unamshinda na vipi? Wewe unamshindaje? Unamshindaje wewe? Maarifa hayako vizuri. Uelewa hauko sawa. Unajua kidogo sana. Hata kinachokujua kidogo sana bado hujajiendeleza katika hapo. Ni mzoefu wa vita. Amepita mahali pengi. Sheitani, amepita mahali
Sasa mwenzangu, sisi hapa tukifanya mchezo, unajua hukumu yake ni jehanamu. Tajikuta tumetumbukia naye huko jehanamu huko. Nini kinampa ushindi Daudi mbele ya Goliath? Mfalme Sauli akamwambia, Daudi, wewe mtoto mdogo, huja kwenda hata mgambo, hujarukaruka hata kwata 2-3. Hili jamaa ni zoefu la vita la siku nyingi, lajua kupigana. Sasa Daudi, wewe hata kwata hujapita, unapambana na simba huko na nini? Unaniambia sikiliza mheshimiwa, hapa nilipo niko full, japo sina sifa zile za jamaa. Likubwa, lizoefu la vita, jemedari, pambanaji, limekabiliana na wengi likawanyoosha. Bwana, najivuna leo na nyinyi njoni, mmekaa kama panya tunakimbia kwenye mashimo yenu, kunatokeza hizo nyinyi njoni. Sasa hapa kila tukicheki hapa hakuna anaweza kufiti pale, wote tunakimbia na majemedari wote na majeshi wa wote wanakimbia kiseti, tunatukana asubuhi, tukana jioni, tukana jioni, matusi ya kutosha, tukana Mungu wenu sawa sawa. Ambia njoni sasa, kama sasa wewe unakwenda kupambana ile jitu leo tuna, yani hapa tumebanwa kwenye koo pambaya kabisa kabisa. Akaambia sikiliza, nini kitakufanya ushinde mbele ya adui mzoefu yule mkubwa wa zamani? Endeleza kule ili ushinde. Umeeleweka vizuri kabisa, kwa sababu Daudi anapambana na mzoefu wa vita, lakini Daudi anamshinda. Ndivyo ambavyo mimi na wewe leo tunamshinda shetani. Ni mzoefu wa vita, shapambana na Mikaeli, shapambana, amejaribu yeye kutafuta kuchukua kiti cha Mungu, kwamba natosha kupambana na Mungu, nikampindua. Ana majeshi aliyoyaandaa kukabiliana. Vita iliuma kweli kweli, hatimaye akatupwa huko tunakoendelea kuzaliana na kuongezeka. Aitwa Iblisi na Shetani audanganyie ulimwengu wote, akatupwa hata nchi na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Wakatua kwetu. Zoefu la vita, pambana na malaika mbinguni, anakuja kwa mwanadamu uliyeanguka, ambaye hata nguvu za kukimbia sasa hatujaziweka sawa. Sasa mstari wa 10 nasema nini? Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwako nini watu wa Mungu? Wokovu na nguvu na nini? Falme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake itakayofanya kazi na ninyi huku, kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu, yeye anayewashtaki mbele za Mungu wetu usiku na ana kazi ya kudanganya ulimwengu wote, afu ana kazi ya kushtaki kila siku. Sasa hakuna mashtaka kama hakuna makosa. Kikosea mashtaka, tunashtakiwa. Sasa tunakosea mara ngapi? Mashtaka yameenda mara ngapi huko? Umekosea vipi? Umeshtakiwa. Na tunashtakiwa kwa mujibu wa sheria. Anashtaki wapi? Mashtaka tunapelekwa wapi? Tunashtakiwa kwa nani? Nani anapeleka mashtaka? Shetani, ambaye ndio mgomvi wa Mungu. Huyo anakwenda kutushtaki. Kwa hiyo anachunguza makosa yetu, na hawa nao wamekuwa kama mimi, mbona wako hivi? Mimi nimehukumiwa, na hawa nao mbona wako hivi? Na huyu naye mbona yuko vile? Anawanadia biashara yake, anaitangaza biashara yake vizuri,
anauza biashara yake na wanunuzi wanapatikana. Wakinunua tu wanapelekwa kushtakiwa, ambia hawa nimeuzia biashara, wamekubali. Si ni kweli? Yeye ndio mwenye biashara na amepewa uhuru wa kuuza biashara yake, na wewe ukiingia kwenye makosa tu unahukumiwa kihalali kwa biashara. Si kama unaelewa kitu fulani pale. Huyu anayetushtaki amepewa uhuru, free to sell, anatafuta wateja, na ukishapatikana mteja anakwenda kukushtaki. Hakikisha kwamba umeingia kwenye list ya wateja wake, na ikionekana Mungu anakufa favor hivi, anakuficha, anambia Mungu, unamficha nini huyu? Hutendi haki. Hutendi, Mungu hutendi haki. Wewe ni mwenye haki, inakuwaje hutendi haki? Yuko kisheria, mshtaki yuko kisheria, anawashtaki ndugu zetu usiku na mchana. Tunashtakiwa day and night. Mtu wa namna hii lazima angejilinda na kila aina ya hujuma na makosa mbalimbali ili asiwe na hatia. Ni nani atakayewashtakia wateule wake ikiwa Yesu ndiye aliyekufa msalabani akalipa? Sasa tukae sawa sawa kwenye line ili mashtaka yake yanapokuja hayatupati. Si kama unaelewa kitu Utakatifu na Ukristo sio vile tunafanya mambo yale pale, vituko ambavyo tunafanya vile mara nyingi, tunaruka huku na huku watu ile. Yaani Ukristo huu, wokovu, mimi nimeokoka, haleluya, amen. Vipi? Kwa hiyo anawashtaki mchana na usiku. Lakini mstari unaofuata unasema nini? Next verse nasema nini? Soma chapo. Nao wakamshinda. Hawa wanaoshtakiwa wakamshinda. Maana yake ni kama wamekaa mahakamani, hakimu yule pale, huyu wameletana hapo. Sasa mnashindana, mtuhumiwa na mtuhumu. Sio maana yake? Ndio maana wakamshinda. Hoja zikaletwa, akaita hoja na wewe unapeleka hoja. Kushinda ni wewe sasa ujue namna ya kupangua hoja za mshtaki wako. Hicho kilichokuwa hapa jamani. Au naye anasema badala yako, meaning you. Lakini una kitu unasimama nacho, una ushahidi unaosimama nao, una maneno unayosimama nayo ili kumshinda adui. Wakamshinda, nao wakamshinda. Kwa nini? Kwa damu ya mwana. Wakamshinda kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa nini? Wamesamehewa dhambi. Hata angekumbusha makosa ya zamani, naambia ile ilikuwa ni zamani. Nilikuwa ni zamani. Hata mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tangu nimesamehewa sijatenda dhambi tena, ni mwenye haki mbele za Bwana. Simama ujitetee mbele ya milima, mbele ya adui, mbele ya mafuriko ya matatizo. Kwa kitakacho ni wewe mwenyewe. Je, tuna ujasiri huo wa kusimama? Mmoja alikosa ujasiri. Joshua, kitabu cha Zekaria sura ya 3. Joshua kuhani mkuu akaonekana amekwenda mbele za Bwana, naye anasema haleluya Bwana na nini, ambia jamaa likatokea chapu, ikasema mkono wake wa kuume wenye mamlaka. Ndugu, huna mamlaka, unafanya nini hapa? Ili ashindane naye, maandiko yanasema akasimama mkono wa kuume wa Joshua ili ashindane na Joshua. Joshua alionekana akiwa amevaa mavazi machafu, hana ujasiri na
anawashtaki. Ni mashindano. Namna gani tumejitunza, wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Kwa hiyo umeokoka na unatunza wokovu wako na uendi dhambi. Sasa kama wewe umejiachilia kama dhambi, sasa unafikiri kwamba pepo utakwepa? Pepo atakuja, watakaa. Yesu anaambia aliyemponya, usitende dhambi yasije ya kupata mabaya. Pepo anapomtoka mtu anakimbia huku na huku, anakosa kukaa, anarudi nyumbani. Sema nitarudi nyumbani kwangu nilikotoka. Akija nakuta nyumba imefagiwa, safi, nalo hamna, ibada hamna. Nafurahi kwamba nilikuwa saa hizi niko vizuri, sasa niko vizuri. Kwa kweli nashukuru Mungu, safi, imefagiwa. Halafu hakuna kitu ndani. Anachukua wengine wanarudi mle ndani kukaa. Hakuna maendeleo. Hakuna advancement. Hakuna ukuaji. Anabeba waovu zaidi, wanakuja kupangisha humo ndani. Hali yake ya mwisho inakuwa mbaya kuliko ya kwanza. Kwa hiyo kama hatutunzi neema ya wokovu, hakuna namna nyingine. Kama hatutunzi utakaso, kumbukeni, wakamshinda kwa damu. Tumenyunyiziwa damu, tumetakaswa kwa damu, na tuonekane kwetu damu bado ingali ikiwa inasoma kwetu, damu ya Yesu Kristo. Kwa namna ile wakamshinda shetani, akasimama ashindane nao. Wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na nini, na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha kabisa. Kama ni kufa ni kufa tu, lakini hatuachi kusimama na Mungu Mwenyezi. Yaani walipambania wao wenyewe. Usimwite Yesu njoo, Yesu simama, mtume simama. Simama kwanza wewe. Unasikaje unakaa tu Roho ananiombea? Haombei wapumbavu. Naambia lakini hata hivyo Mungu mwenyewe anajua mimi ni dhaifu tu. Kwa hiyo hata nimekosea kidogo, Mungu anajua. Unaongea maneno gani hayo wakati unajua lakini unachokizungumza vita iko mbele hapo? Utashangaa sasa. Kwa sababu wanaoshinda ni wao wenyewe. Yesu ameshatoa msaada wa wewe kushinda. Ni nini? Ni damu yake. Si ndio wakamshinda kwa damu? Watakani tena na neno ushuhuda. Kitabu cha Injili ya Yohana sura 17 kinasema nini? Neno lako nimewapa na wao wamelipokea. Neno lako nimewapa na wao wamelipokea. Unalo shinda kwa neno. Neno liloandikwa unalo, lakini ukitendewa jambo ni neno hilo pia. Kama ambavyo sura 17 nitafutia pale mali. Neno lako nimewapa na wao wamelipokea, na wao wameamini ya kwamba wewe ndio umenituma. Kwa hiyo wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Tunza utakatifu. Damu umepoteza umechafua. Damu iko wapi? Mstari wa 8:17. Moja mnasoma hewe nasemaje? Kwa kuwa maneno ulionipa nimewapa wao, nao wakayapokea, wakajua hakika ya kuwa nalitoka kwako, wakasadiki ya kwamba wewe ndiwe uliyenituma. Kwa hiyo neno usimepewa. Wakamshinda kwa nini? Kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno. Neno lako Mungu nimewapa. Neno la Mungu ni upanga. Speak, talk, shuhudia, sema. Shetani anaogopa neno la Mungu. Mapepo yanaogopa neno la Mungu. Siku moja nilikuwa nimekaa mbele na naambia hapa mchungaji wewe anataka ombe. Nikamwambia ngoja kwanza tufunge Biblia tu. Tusome neno la Mungu hapa. Amekashika. Hataki. Neno la Mungu ni moto, unajua sawa ni upanga. So hii ni shida. Yaani ni penye neno la Mungu hapataki. Shetani hapendi. Kaa hapo. Soma neno la Mungu. Kwa neno la Mungu pepo atakaa kwenye maisha kwetu. Yaani unaweza ukamtimua pepo anataka kukufuatilia ukiwa na neno la Mungu ndani. Sasa neno la Mungu, mapepo yanakuja ukaa ndani kwa neno. Kwa nini wasije ukaa wao?
imefagiwa tupu. Hey, hamna neno la Mungu. Anakuja kukaa, hapana moto, hapana ukwaji. Kwa hiyo neno lako nimewapa, nao wamelipokea wakamshinda. Kumshinda ni kwetu sisi wenyewe. Maana nasema ametupwa, lakini anashtaki usiku na mchana, lakini wakamshinda. Unamshinda. Kumshinda ni wewe. Nimesema hivi, oh Yesu njoo nisaidie Yesu. Mimi nimeshakupa damu, nimeshamwaga damu yangu kwa ajili yenu, si ndivyo? Apply damu hii, sio tu hebu nichovie. Kwanza inakutakasa. Amen. Unaikubali, inakutakasa, inaondoa zile hatia ambazo kwa hizo ungeshtakiwa nazo. Halafu baada ya hapo usitende dhambi tena, iubakie katika damu, katika utakaso wako. Amen. Amen, amen. Kwa pale ni ushindi, ni ulinzi tayari. Wakitaka kuja hapo, hapa pametakasika, pana damu. Damu inasoma. Unajua ni kama vile malaika wa aliyetumwa kuangamiza usiku ule pale Misri, sio? Alipokutana na damu, Passover, navuka na kimbia, hamna damu, tunapiga hapa. Sasa wewe unashindaje? Utakaswa umevuruga. Hai, kunatakiwa mtu wa Mungu mmoja hivi ambaye anaelewa mambo. Usichanganye mambo. Vinginevyo hakuna kushinda kabisa. Kumbuka ni adui wa kale, wa zamani sana, mzoefu wa vita. Unamshindeje? Daudi alipita Goliati, jitu la vita kwa muda mrefu, na akaambiwa unayetaka kupambana naye huyo ni mzoefu wa vita. Wewe chochote kile hujajua hata sikiliza mikuki nini una. Na kweli jamaa akambia cheki panga alifai. Nikamwambia mimi naenda hivi hivi kwa jina la Bwana Mungu wa majeshi. Bila panga, bila mkuki. Naona? Jamaa na mkuki mrefu unaambia unakuja na fimbo kwangu, anambia yes. Hii ni fimbo ya Bwana, utaelewa. Maana ni kituko, unakwenda na fimbo vitani, bakora ya kumchapa mbu au na fimbo kwenye vita kama hii. Fimbo mimi. Yaani umenzalau kweli kweli. Akamlani kwa miungu yake, anambia sikiliza, wewe unakuja na fumo na mapanga hivyo hivyo. Sasa sikiza, mimi nakuja kwa jina la Bwana Mungu Mwenyezi. Hapa kuna tajwa silaha. Sawa? Adui anaangalia silaha gani unayo, fimbo na za kudharau. Lakini Daudi naye anamwambia na wewe umekuja na silaha hizo hapo, mimi nakujia na jina silaha. Silaha zinatajwa, zinatambulika ni silaha gani natumia. By the way, damu iko. Amen, amen. Wakamshinda. Sasa huyu anashtaki day and night, usiku. Ripoti ya mchana wa leo inahusika, inachunguzwa, kuna makosa gani tupeleke mashtaka. Usiku wote unapita, ripoti ya usiku, kuna makosa gani? Halo, una siku ngapi za kuishi duniani ulizoishi? Makosa yani day and night. Ambia Mungu anajua tena potezeaga mwenyewe. Yule jamaa hapotezi hata nukta. Hata nukta haipotei. Kwake makosa yetu ni mtaji mkubwa wa kusimama mbele za hakimu. Ameshtaki. Malalamiko ni kila siku, namlalamikia huyu, namlalamikia huyu, namlalamikia huyu. Mungu mbona uoni? Huyu hapa na makesi mangapi mpaka leo hujaona? Umekaa kimya kama uelewi. Si huyu hapa anakuibua. Mungu anajaribu kukuletea wahubiri, kukuletea mafundisho, labda utapona pona, anajaribu kubuy time at least kwamba usikuangamize na vumilia hivi, lakini anambia hapana, Mungu huyu hapa tena. Mpaka baadaye nafika sana wewe umekuwa na kiburi kikubwa, umeshupaza shingo kwa muda mrefu, basi unakufa kwa haki na unahukumiwa kwa haki. Sifanye moyo wako mgumu. Rekebisha mapema. Mashtaka ni mabaya. Sawa? So anatushtaki. Lakini habari njema ni kwamba tunamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la Mungu Mwenyezi tulopewa
nimewapa neno lako na wamelipokea, wameamini, wamesadiki, na hii ndio wameokolewa kwa kusadiki huko. Good. Lakini kwa neno la ushuhuda, wakishuhudia pia, wakihubiri pia, wakishuhudia walioyaona. Bwana anambia sisi hatuachi kuyasema tulioyaona na kuyasikia. Kwa damu ya mwana kondoo tukamshinda, kwa neno la ushuhuda, kwa neno la Mungu na kushuhudia gospel, injili, kushuhudia mambo ambayo Mungu ametenda. Tutazisimulia shuhuda za Mungu mwetu. Hizi Ibilisi hapendi kusikia shuhuda kama hizo, maana wengi wataamini, wengi watatoka kwake. Jamani, hebu tu display features, tutangaze fadhili zake. Amen, amen. Imeandikwa hivyo, ametuita tutangaze fadhili za Bwana, uzuri wa Mungu. Wewe mwenyewe ukionekana hivi, unaonekana ni uzuri wa Mungu. Maisha yako, mwenendo wako ni uzuri wa Mungu. Watu wangesoma Mungu kupitia maisha ya watu waliokoka. Ndio hivyo watu wa Mungu. Yaani hatuwezi kwepa, hakuna wokovu wa kujificha eti ni siri ya moyoni. Na kuna wokovu aina nyingi siku hizi. Naambia kuna wokovu A, wokovu B, wokovu C, wokovu D, wokovu nini. Wote ni wokovu tuna Mungu anahukumu. So kitabu cha Warumi sura 8, ni nani atakayewashtaki sasa? Hapa kuna mshtaki, lakini swali linakuja, nani atakayewashtakia? Wateule wa Bwana. So pale ndio penye kushinda. Warumi sura 8, nani atakayewashtaki wateule wa Bwana? Ni nani atakayewashtaki wateule wa Mungu? Haonekani tena, lakini kumbuka yuko mwenye kushtaki usiku na mchana. Kwani hauonekani wewe? Maana yake mashtaka yake ni fake. Ni nani atakayewashtaki? Nani? Wateule. Wewe ni mteule wa Bwana, nakaa kwenye uteule wako. Nani kukushtaki? Mungu ndiye kuhesabia haki kwa damu ya Yesu. Kwa hiyo anakwenda mbio mbio kwa Mungu wetu kutushtaki, wakati yeye ndio amekuhesabia haki. Anambia okay, umekuja, asante sana. Umesemaje? Unaona tena na nini? Najua habari za Ayubu, sio? Alikimbia mbio, kaambia Mungu, vipi? Unatoka wapi? Anatoka kutembea mahali. Umemkuta Mariamu huko? Yule Mariamu yule, unajua jinsi ambavyo kumbe kuna mjadala unafanyika kuhusu wewe. Wewe umekaa unakula miogo huko, shetani anajadili habari zako. Yule anatembea usiku, unajua. Yule mkorofi yule, bwana Mungu yule, unajua nani? Yupi? Nani unaongea habari yake? Fulani. Basi tuache fulani. Kuna fulani mwingine. Maana sio kama wako wengi, inabidi wote wanapitiwa. Zamu yako inakuja. Yule naye vipi? Yule anatembea sana. Anapita hapa na hapa, alipita kwenye chocho fulani hivi, akatokea hapa. Kwani Mungu ulikuwa uone wewe, unaona kila mahali? Wewe kama uone. Si unajua? Kumbe kuna mahali fulani mjadala unafanyika kutuhusu. Conversations. Umemwona? Pita. Naambia nakaa pita. Alipitia hapo. Akaangalia mnavyopika, mnavyokula, mliofanikiwa, mnavyohesabia hela. Anahesabia hela. Anapanga mambo. Anaangalia naye anajaribu kuingia hapa, ambia sasa hizi hela hizi wewe unaonaje? Wewe siku naambia baada ya ambia sasa Mungu, unaona yule pale, unaona zile hela juzi. Hajafanya nini? 10% hamna kutumikia Mungu. Sasa huyu vipi huyu? Unasema utamlinda. Sasa hapa vipi hapa? Hapa bwana haiwezekani. Lazima niingie. Kwani waliongea mpaka mali? Hao hawakuongea pale mbinguni hapo kwenye ukumbi wa mazungumzo? Yule bwana umembarikia na mali yake anaongezeka, si ndio hivyo? Yameongezeka katika nchi na afu umeweka ulinzi naambia sasa mbona hujaingia? Ambia sasa naingiaje pale pana ulinzi mkubwa namna hiyo? Umeweka wigo hapa ingiliki pale mahali, lakini jamaa hivyo na mali yake inaongezeka, kila anachokifanya umekibariki, kina kwa limepita, limecheki mazingira, tunakula vizuri na nini, lakini mbona kuna tafuta makosa? Ambia mtu mwelekevu, mwadilifu, mwenye kujiepusha na uovu. Umemwona? Yaani kweli anajiepusha na uovu, hakika najua. Sasa tumtafutie makosa yapi? Naambia sasa hapa nafikiri
kwa sababu ya mali zile. Tukigusa pale anakuacha, unatafutia makosa ya kupromosha. Sometimes uko vizuri, unatafutiwa nini? Hiyo ndio kazi ya mshtaki. Kuingiza kwenye chocho fulani hivi, ambia tulimwona na picha hii hapo. Unajua atafuta ushahidi. Alikuwa anafanya nini hapo? Kama kulikuwa picha hiyo ukiangalia iko dalili gani kama hivi hapa, mahali kama hapa. Dalili yake hata kama anambia dalili tu, mazingira kama hayo unafikiri alikuwa unatafuta dalili. Ulikaa wapi hivi? Ambia picha kama hii, wataalamu wa kuangalia picha, hebu angalia. Hivi hapa unafikiri alikuwa anaenda wapi? Muda gani huu? Halafu wapi? Hapa. Pana usalama hapa kweli? Naambia Mungu angalia mwenyewe. Unajua mpaka mawazo. Sema katika jina la Yesu. Wewe mshtaki. Wewe mshtaki. Unajua naye kushtaki anajipanga vizuri na ushahidi wa uongo. Unajua ushahidi unapopangwa Nyinyi mnajua kesi jameni. Sinasikia kesi duniani huku. Kesi inapangwa vizuri. Mashahidi wanatafutwa. Ni vita. Ni mapambano. Tumuingize kwenye hatia, tumuondolee heshima, tumvuruge. Anuke kweli kweli. Lazima tujilinde kwenye hii dunia. Maisha ya kwako vizuri. Kwa hiyo kila sehemu tunapitiwa. Lakini habari njema ni kwamba ni nani atakaye washtaki wateule wa Mungu? Jina Bwana libarikiwe sana. Nani atakuja na mashtaka yake? Unajua nimemwona ambia okay sawa, umemwona wapi? Mungu ndiye mwenye kuhesabia haki. Ile hatia ambayo ilikuwa anatuingiza sisi, tushatubu, tumehesabiwa haki. Unakwenda kwa hakimu ambaye ameshanisamehe maovu yangu. Anakumbusha juzi alifanya, ambia mwaka juzi huyu aliokoka, hujajua kwamba siku ya mkutano fulani alitubu dhambi zake mpaka leo haja. Naambia okay. Amefeli hapa. Kumesha okoka je So angetafuta mpenyo na uhalali wa kumkamata mtu. Sasa Mungu ndiye ambaye ametusabia haki. Ndio maana ulinzi wa Mungu kwa nasi wakati wote. Haleluya. Mstari unaofuata, ni nani atakayewahukumia adhabu? Kama kuna makosa lazima adhabu. So mwenye kwanza mashtaka ya kitiki, adhabu ya makosa tuliyofanya. Sasa Mungu ndiye ametuhesabia haki. Haya, unataka useme tunamwadhibu hivyo hivyo? Sawa. Wewe uliamini sasa. Yes, unaonekana uko ndani ya Kristo. Kristo Yesu ndiye aliyekufa kwa ajili yetu, adhabu ya kufa, adhabu ya mauti ya milele, adhabu na nyingine kutoka pale Yesu alimaliza pale msalabani. Naam. Na zaidi ya hayo amefufuka katika wafu. Maana yake tumefufuka pamoja na yeye. Unatafuta mimi katika marehemu, mimi sio marehemu. Na yuko mkono wa kuume wa Mungu. Ndiye anayefikiri kuhusu wewe. Ndiye anayesimama na wewe. Ndiye anayetembea na wewe. Ndiye anayesema mambo, ambia Mungu watoto hawa niliwafia. Anatuombea. Amnaki anatusemea vizuri kwa Baba. Sawa? Anasimama, anajua udhaifu, anajua chenga zote, namna gani atuvushe hapa, namna gani atushauri. Ndio maana yeye ni mshauri wa ajabu. Tukiwa naye, tumempokea, tumeishi naye, tunashauriwa vizuri. Tunatakiwa baraka wakati wote na huyu Bwana Yesu aliyetuokoa. Jamaa, tuko chini ya uangalizi wa macho yake wakati wote. Anashughulika na sisi. Anahangaika na mambo yako, lakini wewe hivi unaelewa. Lakini mbona unajihangaisha hiyo kwenye mambo ya ajabu ajabu, unajipeleka unajua kama unaweza nini sasa? Tunaanza kujigonga, tunaanza kuharibika, tunaanza kufeli maisha. Ambia maisha sasa hivi kweli kwa staili hiyo hapo kuna naye feli maisha hapa? Kwa staili ya maandiko haya kuna naye feli hapo? Sasa unafeli, ambia vipi umefeli wapi mnasema? Unafeli nini sasa? Sema katika jina la Yesu. Hafeli mtu hapa.
Shetani akija na makesi yake, rundo la mafaili hivi, mzigo. Anambia yote hayo yaligongomea pale msalabani. Beba mafurushi yako, rudi nyumbani na mizigo yako. Anambia alikuwa na Sadoki yote. Anambia nani? Yana Musa, kuna utambulisho wa Sadoki hapo ndani. Geuka na mizigo yako. Mimi nashangaa, yes. Alafu unakaa ukikosea step moja utakula konzi mpaka uchubuke nywele. Jamaa yuko rofu, nangoja nafasi tulipenyeze likiingiza guu. Ndio utajua. Shetani ni jambo la kutisha eti. Hamjasoma? Jambo la mtu kuanguka katika mikono ya Mungu. Jambo la kutisha. So akikupata hivi ana usongo. Tumeokoka, amen. Tumeokolewa, amen. Tunadumu vizuri katika neema ya Mungu. Tunashinda na zaidi ya kushinda. Hakuna chochote kitakachotufelisha popote. Wanangu, kaeni katika mikono ya Mungu vizuri. Kusitokee mtu wa kuwa mjanja sana na macho mengi, dunia yanayejua sana, akadharau haya mambo ambao sisi wenyewe tunazeekea humo ndani. Nasikia vizuri? Ndio, nimeelewa. Na ukielewa usifanye makosa tena. Adui yetu hana jambo jema kutuhusu. Unaona Ayubu katulia fresh na watoto wake wenyewe wana enjoy life, wanakula vizuri, wanatembeleana wenyewe watoto nini, wana baraka, wamebarikiwa na Bwana na mali inaongezeka kila kipande huko na nini. Alafu kwenye mtu wote kwenye kijiji kile hakuna aliye kama yeye na nini. Mungu anamsifia huyu. Sema sasa huyu ngoja nitengeneze nani scandal. Lazima nimwendee kwa Mungu. Lazima nimpandie huyu, nikamsemelee, nikamtafutie hoja. Nikamwambie Mungu, yule jamaa anakuheshimu kwa sababu umembarikia. Hii tu nipate nafasi. Kuna sometimes mapepo yanatamani apate nafasi kwa bidii kwenye maisha kwetu. Yanakosa nafasi hiyo. Yule kwa sababu tu anakuheshimu, sasa hebu gusa pale. Ona, ambia basi nakupanya, anambia nilikuwa nataka nafasi hiyo niipate. Muda mwingi nimekosa nafasi hiyo. Kwa nataka nafasi. Niambia sasa kajaribu uone. Ambia nimekupa nene. Niambia yes, hapa nitafanya manuva mpaka nihakikishe hakika atafeli mwaka huu. Nitafanya mwanadamu, nimepata hii chance, fursa hii, sifanyie makosa. Si unajua hicho kifanya? Pengine angekufa leo mbuzi, kesho akafa wa pili, kesho akafa wa tatu punda, kesho mtoto akafa mmoja, tukazika na mwingine kesho kutwa. Pole hivyo. Yote kwa wakati huu. Kuweka pressure kubwa ya mtu atakukata tamaa na kufa na kuzimia Kaambia Mungu gani wewe? Kwa usifanye makosa. Sio mdogo. Na leta disaster zote kwa wakati huu. Hajakaa sawa, mwenye mbuzi amekuja, mwenye punda amekuja, mwenye watoto amekuja, mwenye hiki amekuja. Muda huo ambia pressure inaongezeka. Kama ni wewe inakuwaje? Utasikia jamani yuko bombo, sijui kama atapona. Hata kuinuka hata pua hainusi tena. Yuko hospital, hali ni mahututi. Nini? Mstuka nini? Mbuzi zimeenda. Nyumba imeungua. Ni watu nyie. Kuna mambo madogo hapa kidogo tumecheka kidogo tu. Najua mimi vitu gani unavyozungumzia sasa wewe? Eti ni watu. Jikanka wewe wenyewe muangalie kwanza. Kidogo tu mimi najua usinifuate. Aenda zako. Na safari yako utafuata mtu mwenye mdogo, akili ndogo, kichwa kidogo, masikio madogo. Akili ndogo hata hujajua mambo mengi lakini mjanja. Bwana, kuna mambo mazito watu huyapata. Watoto wake 7 siku moja. Kwa hiyo unalia kwa watoto au unalia kilio cha mbuzi au cha watoto? Hujakaa sawa, sijui unafanya mali zimefutika ambazo ulitafuta kwa miaka
mingi ndani ya nukta moja zimefutika zote. Una Mungu kweli? Kwa nini jamaa amepewa nafasi aliyokuwa anaitaka kwa mtu? Hii nikipata sifanye ajizi huko, mnasema nitafanya nilete pressure kubwa. Najua nikita pressure kubwa hii anajua, lakini kwamba namna gani Ayubu yuko strong kwa Mungu anaelewa yuko strong, na bila shaka amecheki kila sehemu amefeli. Sasa huyu jamaa yuko very strong, ili kumpata niweke pressure kubwa, na pressure kubwa inakujeje? Vitu vyote kwa nukta. Kumetokea moto kutoka mbinguni, kumetokea upepo kutoka, kumetokea walikuwa wanakunywa moto. Mimi tu wafanyakazi wanaokuja mbio, wafanyakazi ndio wanakuja mbio. Hey, hapa hivi mmoja anabakia mmoja kila eneo, ili kumpa nini? Kumpressure zaidi kidogo. Kaambia oh my God. Shetani angetafuta mpenyo kidogo, na akiupata hafanyi matatizo. Usimwone shetani kama vile amekaa na akitimamu, anajua kupangilia vita zake vizuri. Wewe na mimi tunaanza za kushindana na adui. Nguvu zetu ni Mungu, nguvu zetu ni Mungu, ndio tupaye kuweza. Tunaweza mambo yote katika yanayotia nguvu. Kaa na Mungu vizuri, sawa? Tafurahia kufanikiwa. Adui afurahi kufanikiwa, na anatafuta michongo namna gani atapata mpenyo wa kukudisturb ili utoe kwenye mpango wa Mungu. Sema kwa jina la Yesu, kwa namna yoyote, kwa namna yoyote, kwa namna yoyote, kwa namna yoyote sitatoka katika mpango wa Mungu. Kwa namna yoyote. Zingatia kwa vizuri. Uwezo umetolewa, uwezo tumepewa wa kushinda. Amen. Somo lako leo, uwezo umetolewa, uwezo tumepewa, upo. Uwezo wa kushinda upo. Ndugu zangu, ni hivi, wale mapepo, wale majini wanaonekana kama kila siku wanaukaruka hapo. Sikizeni, uwezo tumepewa wa kushinda, uwezo wa kumtumikia Mungu tumepewa, uwezo tunao. Tumepewa uwezo wa kushinda, kwa sababu ni lazima tuendelee kumtumikia Mungu maisha yetu yote. Ni lazima tumtumikie Mungu wakati wetu wote. Na shetani asingependa tumtumikie Mungu. Tunapokuwa kwa Mungu wakati wote, maana yake sisi tunamtumikia Mungu. Sawa? Tunapokuwa tumeshikamana na Mungu, bado tunaenda katika njia zake, kwa kumfuata yeye, maana yake tunamtumikia Mungu. Lazima iwe hivyo. Haiwezekani kuwa na Mungu, kutembea na Mungu, kutembea tukimfuata yeye alafu tukao hatumtumikii. Hapana. Kwa hiyo ni lazima tumtumikie Mungu wakati wetu wote. Lakini adui asingependa tumtumikie Mungu wakati wetu wote. Angependa tuanguke, angependa tushindwe. Tunao uwezo wa kumtumikia Mungu wakati wote, kwa kuwa huo uwezo tumepewa. Unajua wakati mwingine mimi nimepewa uwezo. Ukiri hivyo na uongee hivyo, naweza mambo yote, nimepewa. Usije ukasema hata wakati mmoja eti siwezi kumtumikia Mungu. Unaongea kitu gani? Mtumikie Mungu. Mimi siwezi, safari sina nafasi ya kutumikia Mungu. Unaongea kitu gani? Nafasi ya kumtumikia Mungu ipo wakati wote kwenye maisha yetu. Ndio kipaumbele. Ndio. Na ukisema sina nafasi ya kumtumikia Mungu sasa hivi, unamaanisha nini? Ni kweli nitakosa nafasi ya kumtumikia Mungu? Kama Mungu, mambo ni mengi, nimekosa nafasi ya kutumikia. Inakuja kwenye akili. Sijui kama unajua tuna akili, tutumie akili vizuri. Nimekosa nafasi
safari hii kazi imenipita, ngoja tu wakati mwingine nitapata nafasi wakati mwingine. Are you talking like that? Kweli ni hivi. Nafasi ya kumtumikia Mungu hatutawahi kuikosa. Ukikosa nafasi ya kumtumikia Mungu, huo ni msiba mkubwa. Umekosa, maana huna, maskini. Mungu tena, ungekosa muda wa kufanya mambo mengine, kutumikia vitu vingine, lakini Mungu unaongeaje habari kama hizo? Iwe usiku ama mchana, kumtumikia Mungu hatutakosa nafasi. Unanisikia vizuri? Mwambie ndugu yako, sitakosa nafasi. Na wewe usije ukasema umekosa nafasi ya kumtumikia Mungu. Ukisema umekosa nafasi, utaipata wapi? Lini? Unapotaka wewe. Nani anatoa nafasi? Una nafasi zako? Tumikieni Mungu. Amen. Yohana sura ya kwanza mstari wa 12. John chapter number 1 verse number what? Leta pale kwa screen yako chapo. John chapter number 1 verse number 12. 1:12. Twende kwa haraka. Uwezo wa kumtumikia nani? Mungu. Tulikuwa tunasoma somo hilo. Lakini hapa tumepewa uwezo, tumepewa uwezo. We are given that ability from our source, from the beginning. Soma hapo chapo. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika nini? Sema uwezo nimepewa. Nani mtoto wa Mungu hapa? Nani mtoto wa Mungu? Nani mtoto wa Mungu? Mtoto wa Mungu. Hatujajifanya kuwa watoto wa Mungu kwa uwezo wetu. Hiyo tumepewa ule uwezo wa kufanyika watoto. Tumepewa uwezo. Sasa this one is from our origin. Unajua kuzaliwa ni asili. Leo sema asili yangu ya kuzaliwa. Unatembea nayo asili, sio ya huko ulikozaliwa, ulikotokea, kwa miungu ile, kwa mambo yale, pana mararara, uko asili yako na. Tunapozaliwa mara ya pili na kuwa watoto wa Mungu, maana yake tunabeba asili. Sawa? Mmezaliwa mara ya pili. Mtu hawezi asipozaliwa mara ya pili. Kwa hiyo waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Soma pale mbele panasema nini? Ndio wale waliaminio jina. Nani huyu? Wale wanaoliamini jina lake. Ni nani hawa? Ni nani? Waliaminio jina lake. Hawa ndio wamezaliwa, hawa ndio wamepewa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Ndio wale, si wengine, bali ndio wale waliaminio jina la Yesu. Nani ameamini jina la Yesu hapa? Ni wewe hapo, ni mimi hapa, ndio sisi tunahusika hapo. Halafu next verse, angalia vizuri. Waliozaliwa hapo imezungumzia asili, from origin, from the beginning. Waliozaliwa si kwa damu, maana yake hawana asili ya damu ya kuferiferi. Asili hiyo. Wala si kwa mapenzi ya mwili kama wanadamu vile ni. No. Si kwa uwezo wa miili. Miili na uwezo wa kuzaa. Sawa jamani? Miili na nini? Maskini anazaa, hata kichaa anazaa. Au unataka uwezo gani hapo? Ana uwezo, tuliongea habari ya uwezo mbalimbali. Sawa, somo lililopita kwamba ni uwezo, hakuna kitu kinatokea kama hakuna uwezo. Kwa hiyo there is an inability, kuna uwezo tuliopewa wa kuzaa. Kwa hiyo uwezo, hata kichaa anaweza, kwa sababu
mifumo ya uzazi ina uwezo wa kuzaa. Ambia kuna kichaa amezaa? Wapo watu wengi. Ambia amezaa na nani? Ambia hujulikani, ila amezaa. Uwezo. Sawa? Sasa manake si kwa mapenzi ya mwili. Not from that source. No. Tunatafuta asili. Wala si kwa kutaka mtu. Wamepanga uzazi. Nataka hapa, sitaki. Si kwa matako ya mtu. Bali kwa nini? Bali kwa nini? Bali kwa nini? Bali kwa nini? Manake nini hapo? Asili kwamba wamezaliwa kwa Mungu, kutokana na Mungu. Kwa hiyo wana uwezo. Ule uwezo ni uwezo wa kiungu. Sasa uwezo huo hapo, sasa tayari tumekuwa wana wa Mungu. Mungu ni maskini, yeye ndiye atoae nguvu za wewe kuwa tajiri. Asili yako, uwezo. Tumepewa uwezo tangu tunapozaliwa mara ya pili. Amen. Uwezo huu si uwezo tu wa kufukuza pepo na mambo mengine madogo madogo nafikia pepo. Uwezo huu ni uwezo wa kufanya mambo yote kama Mungu. Yeah. Yesu akasema, muona mimi nafanya haya, ninyi mtafanya zaidi ya mnaoyaona. Si ndivyo? Zaidi. Meaning zaidi. Kwa nini? Uwezo mnaotokana nao ni uwezo wa kiungu. Akasema hakuta kuweko na neno lisilowezekana. Lipi? Ni hii sifa ni ya Mungu pekee, kwamba hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Lakini nakuja kwako, kwenu ninyi hakutakuwa na neno lisilowezekana. Like God now. Kama Mungu sasa. Why? Because of uwezo. My origin. Sasa tukaa hapo vizuri. Uwezo tumepewa. Somo letu leo linahusika na uwezo. Mtu yote asiongee sina uwezo. Umekaje? Unaongea kutoka vyanzo vipi? Umekaa jukwaa gani unaloongelea? Unaelewa lakini vizuri? Mtu wa Mungu, unaelewa sasa? Mshangilie Bwana. Na hama hapo kwenye andiko hilo. Nimeshakwambia hapo ni from the beginning. Now, uwezo huu, hii ni katika roho, sawa? Ni katika kutafuta ile asili ya upya wetu. Now, Luka 9:1 tumepewa uwezo. Luka 9:1. Akawapa uwezo na mamlaka juu ya pepo wote na kuponya maradhi. Akawatuma wakatangaze ufalme wa Mungu na kupoza wagonjwa. Akawaambia, msichukue kitu kwa safari yenu, fimbo wala mkoba wala mkate wala fedha, wala mmoja wenu asiwe na kanzu mbili. Mstari wa kwanza unasema akawaita nani? Akawapa nini? Uwezo na nini? Juu ya nini? Juu ya pepo wote. Kwa hiyo uwezo tumepewa. Tena shara wa leo au walishapita, hawapo tena saa hizi? Hapana. Wamepita wale, tupo sisi hapa. Upo wewe. Wewe sio tu muumini mmoja anambia mitume wa zamani, sisi ndio mitume leo. Nani mtume leo hapa? Bado Mungu angetoa mitume, angetoa manabii, angetoa wainjilisti. Tupo, upo. Jamani, amen. Unayefuatilia, upo. Wewe ndio mwenyewe leo. Kwa hiyo leo hii tumepewa, amen. Umepewa uwezo na nini? Na mamlaka juu ya nini? Juu ya pepo wote. Kwa hiyo kwa jinsi hiyo hatusumbuliwi sisi na pepo yoyote. Tuna mamlaka juu ya pepo, tuna uwezo juu ya pepo. Pepo na majini hayana uwezo juu yako, bali sisi tuna uwezo juu yao. Uwezo ni nguvu na mamlaka ya kuamuru na kufanya nini? Na magonjwa
Ni vipi? Huo ni uwezo wa kuponya maradhi. Ndugu zangu, sasa sijui kama, hebu naomba ujione ni wewe. Sometimes Biblia tunaisoma kama ni watu wengine, sijaichukua kuwa kama ya kwangu, na nikajisemea mle ndani, mimi wewe haupaswi hizi kwanza kulala kwa hofu na mashaka, nahofia wachawi, nahofia macho yao. Macho ya mchawi, mina macho makali zaidi kuliko macho ya mchawi. Amen. Hii mambo vipi? Katika roho wewe una uwezo zaidi ya mchawi. Huu ni uwezo wa Mungu, tumepewa uwezo. Huu ni uwezo wa kiroho. Ni nani aliye na uwezo zidi juu ya Mungu, juu ya Yesu? Kwa hiyo uwezo ule aliokuwa nao ndio amenipa mimi. Ni uwezo ulio juu ya uwezo wa aina zote duniani. Sasa pale mapepo wako hapo. Okay. Tunasema kwamba huu uwezo aliotupatia hapa pepo. Kumbuka pepo ndio wanaosababisha uharibifu wa kila aina. Wanasababisha magonjwa, wanasababisha ufukara. Pepo wanasababisha dhambi na mambo kadha wa kadha. Pepo na shetani na majini namna gani ndio wanaosababisha maharibifu mengi kwenye maisha ya watu. Yangeharibu elimu, yangeharibu afya za watoto, yangeharibu kila kitu. Ni hizo pepo. Kwa hiyo kama tumepewa uwezo na mamlaka juu ya pepo, maana yake hata miradi yao ya umaskini tunaidhibiti. Program zao za ufukara kwenye maisha ya kwetu tunadhibiti. Hello? Tukiwa na uwezo juu ya pepo na shetani, na maandiko yanasema kwamba shetani mwenyewe, Mungu mwenyewe atamseta shetani kwa haraka chini ya miguu yetu. Maana shetani mwenyewe na wajumbe wake wote sisi tuna uwezo juu yao. Kwa hiyo chochote ambacho wangesababisha, sasa tungeangalia ni miradi gani shetani anayo. Umasikini, chuma ulete, ndio hao. Wanakupiga kinamna gani vipi na wewe ni mwendo tunachuma tu pesa, wewe mwenyewe ufanikiwi, wanakula tu, wanakopera, wanaiba. Ndio wote, yani ndio jumla. Kwamba sendelei, wanaroga, wanaharibu, wanavuruga, afya inaharibiwa. Ni hawa ambao kiukweli sasa tumepewa uwezo juu ya. Akawapa uwezo, akawapa na mamlaka. Amen. Sema nimepewa uwezo. Tumeleta akili zetu hapa, anakuambia Mungu, naleta akili yangu kwako uifundishe. Ruhusu akili yako ifundishike na ibebe ya matunda ya uzima. Andiko la mwisho Luka 24:49. Tumepewa uwezo wa kumtumikia Bwana. Ndio maana akawapa uwezo na mamlaka, nendeni. Wakaenda, akawatuma waende wakafanya nini? Wakatangaze neno lake. Hawaendi bila ya uwezo, wanakwenda wakiwa na uwezo. Jina Bwana libarikiwe. Tena sema nao uwezo. Nguvu zipo, fedha ipo, kila aina ya uwezo. Akili zipo, tuliangalia uwezo mbalimbali. Sawa? Tumepewa uwezo, akili ya kusoma, akili ya kumtumikia. Uwezo wa kumtumikia Mungu upo, akili ya kufanya vizuri upo. Kila mmoja na atumie uwezo alionao. Umepewa nini? Soma hapo maandiko. Natazama naletea juu yenu ahadi. Sema ahadi. Sema ahadi. Yesu sema nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu. Ahadi gani hiyo? Lakini kaeni mjini mpaka mvikwe nini? Uwezo. Hiyo ni ahadi. Utoka wapi jamani? Hiyo ni ahadi ya Baba. Mtapokea nguvu akisha kuachilia juu yenu Roho Mtakatifu. Sasa bwana, ukitaka kufeli dada ni wewe mwenyewe. Wewe feli tu. Fanya tu na akili yako, taka maisha, kimbia, ugonge huko mwenyewe, kuja bomoka, sawa, utajua mwenyewe. Ila sasa unafunzwa vizuri. Mwanaume, kijana, ukifeli life na nini kwa Mungu Mwenyezi, hatuta yapata maisha salama nje na Yesu. Tambueni hivyo. Hata tungekuwa na akili nyingi, hatutapata maisha salama nje nani? Na Jesus. So lazima inatuhusu, inatulazimu.
Niko nasema kwamba mvikwe nini? Uwezo utokao juu. Maana yake nini? Tunapewa uwezo, tunapokea uwezo. Kwa jinsi hiyo hatutembei huku duniani bila ya uwezo. Watu wanapokea uwezo mbalimbali kwa vyanzo vyao mbalimbali vya kidunia. Sisi vyanzo vya uwezo wetu ni kutoka juu. Uwezo huu ndio unaotuwezesha kufanikisha mambo yote chini ya jua. Narudia tena, uwezo huu ndio unaotuwezesha kufanikisha mambo yote chini ya jua. Uwezo wa kumtumikia Bwana, uwezo wa kubarikiwa. Uwezo huu, kwa tumebarikiwa ni kwa sababu ya uwezo huu, vyanzo vya uwezo huu. Haleluya. Tunavikwa uwezo, tunavalishwa uwezo. Vile tumevalishwa uwezo utokao juu, hakuna chochote kitakachojivika uwezo chini ya jua leo kwa uwezo mwingine kitakachoweza kushindana na uwezo tuliovishwa. Uwezo uliovishwa. Sasa leni, unajua mambo magumu haviendi. Ninyi mmetaka wenyewe, mmeingia kwenye mikondo ya kufeli wakati wote. Tunakataa katika jina la Yesu. Tunatoka huko katika jina la Yesu. Sioni chochote cha kukuuliza saa hizi. Kama sioni chochote cha kukusumbua. Please, hebu jituni mwenyewe. Jituni, jiingize mwenyewe vizuri. Hakuna wa kutushtaki katika mashtaka yake, tumehesabiwa haki na Mungu Mwenyezi. Tuna uwezo mkubwa wa kushinda. Haleluya. Tuna mamlaka ya mbingu, tuna uwezo kutoka juu. Tumevikwa uwezo. Somo letu leo, tumepewa uwezo, tumepokea uwezo. Je, unaamini kwamba umepokea uwezo kutoka juu? Kati ya wenye uwezo duniani wangesema mimi nina uwezo. Sisi number 1. Uwezo wetu hauna asili ya shetani na mambo mengine ya kibinadamu, ni kutoka juu. Msiondoke mpaka mmevikwa uwezo utoka wapi? Uwezo tulionao unatoka wapi? Na hii ni ahadi ya Baba. Haleluya. Ahadi ya nani? Ahadi ya kwamba siwezi kuwaacha bila ya uwezo. Lazima niwape uwezo. Kwa uwezo huu mtashinda malango ya kuzimu. Milango ya kuzimu haitalishinda kanisa. Hapa ikitakiwa uwezo wa kushinda. Tunashinda kwa sababu ya ule uwezo. Amen, amen. Amen, amen. Nasema tena, tunashinda kwa sababu ya ule. Popote ulipo duniani tunashinda. Unashinda kwa sababu ya ule uwezo tulionao. Tunaweza kusimama kifua mbele na kutangaza. Hii sio siri, hii imeandikwa. Nikatangaza kama ilivyoandikwa. Bali wote waliompokea Yesu walipewa. Mtu huyo ni mimi. Mtu huyo ni nani? Ni nani? Natangaza mimi ndio mtu yule ambaye imenenwa habari zake. Because sometimes, simama kwa miguu yako. Wakati fulani towashi wa Kushi alikuwa anasoma mahali panasomwa. Alafu Roho wa Bwana akamstua Filipo. Kaambia Filipo, dandia gari hilo. Akadandia gari, akakuta anasoma Isaya 61. Roho ya Bwana Mungu juu yangu nini. Akaambia, je, unaelewa hizo mambo? Akasema, sasa nitaelewaje hizi mambo nisipo eleweshwa? Akaambia, hizi habari ambazo zinazungumzwa hapa zinamhusu nani? Ni nabii huyu aliyeandika Isaya au ni habari za mtu mwingine? Habari zikiandikwa humo zina mtu zinamhusu. Amen. Narudia tena, kuna mtu anahusika na hizo habari. Mambo haya
hiki kinachokisoma hapa kinamhusu nani? Kinamhusu nabii huyu aliyeandika au mtu mwingine? Sijui, nieleweshwe. Ndipo Filipo akaanza kumweleza kwamba hii inahusu Kristo Yesu aliyesulubiwa msalabani, hivi punde ilikuwepo hapa. Akamwambia kumbe hii habari inamhusu Yesu ambaye tayari ameshakuja tayari. Sasa unaweza ukamwamini, maana ameshakuja, na wewe utapokea neema na uweze mambo kama hayo. Yes, akaamini na akapokea. Amen. Habari ile inanihusu mimi, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Habari hii inamhusu nani? Naulia tena, mtu anayeelewa hapa sauti yake aseme inayemhusu habari hii. Habari hii inamhusu nani? Je, ile ahadi ya Baba ameahidiwa kupewa nani? Ninawaletea ahadi, nawaletea ahadi ya Baba. Ninyi mvikwe uwezo unaotoka juu. Uwezo unaotoka chini hautakusaidia kwenda popote. Tunataka uwezo unaotoka juu. Huu ni uwezo wa Mungu. Haleluya. Tuna share na Mungu uwezo. Sema Bwana, siku ya leo na kushukuru umenipa nafasi ya kushiriki uwezo wako, mamlaka yako, nguvu zako. Siku ya leo ninakubali mimi ndiye mtu yule ambaye neno lako limezungumza. Bwana, mimi ndiye mtu yule ambaye ulizungumza kwa habari zake, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mimi si mtu wa kushindwa, si mtu wa kufeli. Ninaweza kwa uweza wako. Nimepokea uweza, nimepewa uweza. Ninakiri neno hili, mimi ni mtu yule uliyeniita nikaitika, na ukanipatia uwezo na mamlaka. Leo hii sitembei kinyonge, katika jina la Yesu. Mwonekano wangu, tafsiri yangu katika roho si ya kawaida tena, ni mtu mwenye nguvu katika jina la Yesu. Kwa maneno ya kinywa chako mwenyewe